Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Sasa unaambiwa hivi, mahakama ya Los Angeles huko nchini Marekani bwana imefikia issue nzima ya kutoa hukumu kuhusiana na issue nzima ya kesi ambayo ilikuwa inamhusu Chris Breezy kuhusiana na issue nzima ya kukutwa na hatia ya uzembe katika kesi iliyofunguliwa na aliyekuwa mmoja kati ya mfanyakazi wake wa nyumbani baada ya mahakama kuamua kuwa anawajibika kwa majeraha aliyopata mwanamke huyo kutokana na kushambuliwa na mbwa katika nyumba yake, nyumba ya Chris Breezy. Uamuzi huo ulitolewa Jumanne na jopo la majaji baada ya kusikilizwa kwa kesi hiyo kwa muda mrefu katika mahakama kuu huko Los Angeles. Mlalamikaji ambaye anakwenda kwa jina la Maria Avila, huyu ni moja kati ya mfanyakazi wa nyumbani katika nyumba ya Mnyamwezi Chris Breezy, alishtaki mahakamani akidai kuwa Chris Breezy alishindwa kuchukua hatua za tahadhari za kutosha kwa kumruhusu mbwa wake kuzurura bila uangalizi katika nyumba yake. Kwa mujibu wake, bidada huyo alikuwa akitoka nje kwa ajili ya kuweza kumwaga taka, ndipo aliposhambuliwa na kusababishiwa majeraha makubwa na mbwa huyo. Katika ushahidi wake mahakamani, Maria alisema alitokwa na damu nyingi baada ya kushambuliwa na mbwa huyo, akieleza kuwa tukio hilo limemwacha na majeraha makubwa ya kimwili pamoja na saikolojia. Kwa upande wake, Chris Breezy alipinga madai hayo mwanzoni mwa kesi, akidai kuwa Maria ndiye aliyemchokoza mbwa huyo na hivyo kuchangia kutokea kwa shambulio hiyo. Mahakama pia ilieleza kuwa baada ya tukio hilo, Chris Breezy hakupiga simu ya moja kwa moja kuomba huduma ya dharura, yani 911. Alidai kuwa alihofia taarifa hizi zingevuja kwa vyombo vya habari. Badala yake, Chris Breezy alisema moja ya wafanyakazi wake ndiye aliyepiga simu kuomba msaada. Katika kesi hiyo, Maria Avila alikuwa akiomba alipwe fidia ya dola za Kimarekani milioni 90 ambazo ukizileta kwa pesa ya kibongobongo ni takribani bilioni 230 kwa madai ya majeraha aliyopata na madhara yaliyotokana na tukio hilo. So ladies and gentlemen, moja kati ya story ambayo imekuwa ni kubwa likinoma noma kwenye upande wa entertainment industry ni kuhusiana na issue nzima ya story ya mtu mzima Chris Breezy na hili panga bwana la mabii fulani hivi ambalo amelishwa na mahakama kutokea huko Los Angeles nchini Marekani. Tazidi kuweza kukupa updates ambazo zinazidi kuweza kudrop right here man kupitia YouTube channel yetu. Hii inaondoka kama Kasako Media. Subscribe kwa ajili ya kuweza kuwa ni moja kati ya mtu ambaye unaondoka na more infos ambazo zinadropishwa kwa kitaa hiki hapa. Daddy Father of 6 babies Kelvin KO right here. Bend my seat, the ghost is voice, say what? Pua. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.